Kenya sasa imeanza kukadiria hasara ya mamilioni ya fedha kufuatia vita vya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Wafanyabiashara wanaosafirisha nje maua, nyama na majani chai wamepata hasara ya mamilioni ya pesa katika kipindi cha siku 6 ambazo vita hivyo vimekuwa vikiendelea. Na kama anavyotuarifu Emmanuel To, shirika la ndege nchini Kenya Airways limetangaza usafiri wa kwanza wa ndege maalum leo jioni kuwarejesha nyumbani wa Kenya ambao wamekwama Dubai. Kwa siku 6 sasa makombora yanazidi kulia Mashariki ya Kati, huku moshi mweusi ukiteka anga mjini Tehran na miji mingine. Ni vita vinavyoendelea zaidi ya kilomita 7,000 kutoka Kenya, lakini mawimbi yake yanaendelea kuvuma katika sekta usafirishaji wa bidhaa nje. Wanabiashara wanaouza majani chai, maua na nyama katika mataifa ya Guba wakilalamikia hasara ya mamilioni ya fedha tangu vita hivyo vianze. Wanabiashara wa nyama kwa mfano wamelazimika kurejesha makonteina ya nyama kwenye vichinjio vyao kutoka katika uwanja wa ndege wa JKIA baada ya anga za mataifa hayo kufungwa. Nyama hizi zikisalia katika mabehewa ya wanabiashara, wauzaji wakikodolea macho hasara zaidi. Mwenyekiti wa baraza la wauzaji wa nyama ughaibuni Kemlake akisimulia yanayowafika. Any meat that we slaughtered on Friday and Saturday has not left the country, and we have not been able to slaughter meat for export since Monday to date. And we are looking at losses of close to 1 billion Kenya shillings for the 5 days that, we have lost this opportunity to export to the Middle East. Kwa sasa hivi zile ndege ambazo tunaweza pata, utapata kwamba hata the freight cost itself wata double ama wa triple kwa sababu ya the situation. The current situation ina affect pia hiyo ndege ikioperate lazima ibebe mafuta mingi. Ndege hii iliondoka katika uwanja wa ndege wa JKIA mwendo wa saa 7 mchana Jumatano kuelekea Abu Dhabi kwenye milki za Kiarabu, ikiwa ndege ya kwanza kupaa kutoka kwa uwanja huo tangu vita hivyo vilipoanza Jumamosi iliyopita. Wanaohusika na biashara ya majani chai pia hawakusazwa, washikadau katika sekta hiyo wakitabiri kiza kinene cha mapato ikiwa vita hivyo vitaendelea. Hali hiyo imeendelea kushuhudiwa kwa wauzaji wa maua. If this conflict continues, we are going to lose over 20% of our export market share, which is very significant and will definitely impact the sustainability of tea trade. Haya yanajiri huku shirika la ndege nchini Kenya Airways likitangaza safari ya ndege za kuwarejesha Wakenya nyumbani kutoka Dubai, ndege hizo zikiondoka Nairobi Jumatano na kurejea Alhamisi ya tarehe 5 Machi. Hali inaendelea kuwa tete katika mataifa hayo ya Guba, vita hivyo vilivyoanza tarehe 28 mwezi uliopita vikichacha. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi.